Jambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran inasema mbinu za kibabe na mashinikizo na amri za rais wa Marekani Donald Trump hazitawafanya wa Iran wasalimu amri na hazitawafanya wa Iran wakubaliane na chochote anachokitaka rais huyu wa Marekani. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye ukurasa wa X wa waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema kuwa wa Iran hawatasalimu amri kwa mashinikizo, na hii ni siku moja baada ya pande zote mbili kushutumiana kwa kufanya mashambulizi katika mlango wa bahari wa Hormuz, huku Marekani ikiendelea kushambulia vyombo zaidi vya Iran. Je, hii ni mbinu ya shinikizo la moja kwa moja, alihoji mwanadiplomasia huyo wa Iran, au ni matokeo ya mtu anayeharibu mambo kumdanganya tena rais wa Marekani Donald Trump na kumuingiza katika mgogoro mwingine, anahoji. Waziri huyo wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi ameishutumu Marekani kwa kuchagua hatua za kijeshi zisizokuwa na tahadhari kila mara, akisema suluhisho la diplomasia linapowekwa mezani, basi kuna jambo ambalo Marekani hulitokeza ili tu kuharibu diplomasia hiyo. Waziri huyo wa mambo ya kigeni amesema wa Iran tangu mwanzo waliapa hawataweza kupiga magoti mbele ya Marekani wala Israel, bali watapambana katika mapambano ya kutetea ardhi yao na mapambano ya kuhakikisha watu wa Iran wanakuwa huru wakati wote. Licha mapigano hayo, Trump alisema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano bado yanaendelea kuheshimiwa. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuwezesha mazungumzo ya kumaliza vita ambavyo Marekani na Israel walivianzisha mwezi Februari. Iran ilitarajia kupata majibu ya mapendekezo yao mnamo jana Ijumaa, kulingana na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio. Natumaini ni pendekezo la dhati, kweli natumaini hivyo, Rubio alisema akiwa katika ziara nchini Italia. Iran imekuwa ikidhibiti mlango wa bahari Hormuz pamoja na kushambulia washirika wa Marekani katika ghuba ya Uajemi kama kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Marekani na Israel. Takribani 20% ya mafuta na gesi asilia duniani hupitia katika njia hiyo muhimu ya maji, na kuzuiwa kwake kumesababisha bei kupanda kwa kasi. Mapema wiki hii Rais Donald Trump alianzisha kile alichokiita operesheni ya kijeshi ya Marekani inayolenga kusaidia kuachilia zaidi ya meli 2,000 ambazo zilikwama katika eneo hilo tangu mwezi Februari. Hata hivyo, wakati huu miongoni mwa mambo yanayoendelea ni kwamba Marekani inasubiri jibu kutoka kwa wa Iran juu ya nini ambacho kinaendelea na nini ambacho kinaweza kufanyika wakati huu katika namna ya kutatua vita hivyo. Iran iliapa itaumiliki mlango wa bahari wa Hormuz kwa sababu ni sehemu ya eneo lake na kwamba hakuna namna kwa yeyote ambaye angeweza kupita katika eneo hilo, licha ya kwamba mazungumzo yanaendelea. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya usitishaji wa vita yangalipo, ingawa kuna makabiliano mapya ambayo yamejiri wakati Washington inapojaribu kusubiri majibu ya Tehran kuhusu pendekezo lake la kumaliza mzozo. Rais wa Marekani Donald Trump anasema makubaliano ya usitishaji wa vita nchini Iran yangalipo hata baada ya mashambulizi kuripotiwa kati ya vikosi vya Marekani na Iran. Trump amesema manuari 3 za Marekani zilishambuliwa zilipokuwa zikipita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz ambayo Iran imefunga tangu mzozo kuanza. Hali hiyo ilichochea makabiliano, huku Umoja wa Falme za Kiarabu pia ukilengwa. Kamandi kuu ya kijeshi ya Iran imemlaumu Rais Trump kwa kukiuka makubaliano ya usitishaji wa vita na kuyafanya majeshi yake kushambulia meli za mafuta za Iran na meli nyingine, kando na kushambulia maeneo ya raia katika kisiwa cha Qashem. Kamandi hiyo imesema ilijibu kwa kushambulia meli za kivita za Marekani katika lango la Hormuz na katika bandari ya Chabahar. Makabiliano hayo mapya yamejiri wakati Washington inapoendelea kusubiri majibu ya Tehran kuhusu pendekezo lake la kumaliza mzozo huo ulioanza kwa mashambulizi ya pamoja Marekani na Israel dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.